Bondia wa Uingereza Anthony Joshua AJ ametimiza ahadi yake ya kumchakaza Jake Paul kwa ushindi wa kishindo baada ya kumpiga kwa knockout katika raundi ya 6 wa pambano la uthamani wa juu ambalo limefanyika alfajiri ya kuamkia Jumamosi ya leo kwa saa za Afrika Mashariki, lakini Juma usiku huko Casia Center, Miami nchini Marekani. Joshua alimaliza pambano hilo kwa ngumi kali ya kulia iliyomwangusha Paul sakafuni na kushindwa kuamka kabla ya hesabu kuisha. Kwa mujibu wa kauli za baada ya pambano, Paul alikiri kuhisi taya yake imevunjika akitapika damu kidogo akiwa bado ulingoni, kitu ambacho amethibitisha kwa kuweka video kwenye Instagram ikionyesha meno yake magego yale ya chini akiwa amepinda, kwa maana ya kwamba amevunjwa taya. Licha ya wengi kutabiri pambano hilo lisingevuka raundi chache za mwanzo, Jake Paul alionyesha mbinu za kujihami kwa kutumia harakati za pembeni, yani lateral movement, na jabs zake akimfanya Joshua akose shabaha mara kadhaa mwanzoni. Hata hivyo, tofauti ya ukubwa na nguvu ilianza kujitokeza kadiri raundi zilivyoendelea. Katika raundi ya 4, pambano hilo liliigubikwa na kushikana kwa mara, jambo lililomfanya refa Chris Young kuwaonya mabondia hao kwa mtindo wa mchezo uliokuwa unachosha mashabiki. Joshua alianza kupata mafanikio zaidi kwa uppercut ndani, huku Paul akilazimika kushikilia na mara kadhaa kuanguka chini akitafuta kupumzika. Raundi ya 5 ilishuhudia Paul kupata wakati wake bora alipompiga Joshua overhand right. Katika muda mfupi baadaye alidondoshwa mara 2 kwa mikono mizito ya Joshua. Ilipofika raundi ya 6, Joshua alimaliza kazi kwa mchanganyiko wa right hand na left hook, kisha pigo kali la kulia lililomwangusha Paul kona ulingo, na hapo pambano. Bondia wa Uingereza Anthony Joshua AJ ametimiza ahadi yake ya kumchakaza Jake Paul kwa ushindi wa kishindo baada ya kumpiga kwa knockout katika raundi ya 6 wa pambano la uthamani wa juu ambalo limefanyika alfajiri ya kuamkia Jumamosi ya leo kwa saa za Afrika Mashariki, lakini Juma usiku huko Casia Center, Miami nchini Marekani. Joshua alimaliza pambano hilo kwa ngumi kali ya kulia iliyomwangusha Paul sakafuni na kushindwa kuamka kabla ya hesabu kuisha. Kwa mujibu wa kauli za baada ya pambano, Paul alikiri kuhisi taya yake imevunjika akitapika damu kidogo akiwa bado ulingoni, kitu ambacho amethibitisha kwa kuweka video kwenye Instagram ikionyesha meno yake magego yale ya chini akiwa amepinda, kwa maana ya kwamba amevunjwa taya. Licha ya wengi kutabiri pambano hilo lisingevuka raundi chache za mwanzo, Jake Paul alionyesha mbinu za kujihami kwa kutumia harakati za pembeni, yani lateral movement, na jabs zake akimfanya Joshua akose shabaha mara kadhaa mwanzoni. Hata hivyo, tofauti ya ukubwa na nguvu ilianza kujitokeza kadiri raundi zilivyoendelea. Katika raundi ya 4, pambano hilo liliigubikwa na kushikana kwa mara, jambo lililomfanya refa Chris Young kuwaonya mabondia hao kwa mtindo wa mchezo uliokuwa unachosha mashabiki. Joshua alianza kupata mafanikio zaidi kwa uppercut ndani, huku Paul akilazimika kushikilia na mara kadhaa kuanguka chini akitafuta kupumzika. Raundi ya 5 ilishuhudia Paul kupata wakati wake bora alipompiga Joshua overhand right. Katika muda mfupi baadaye alidondoshwa mara 2 kwa mikono mizito ya Joshua. Ilipofika raundi ya 6, Joshua alimaliza kazi kwa mchanganyiko wa right hand na left hook, kisha pigo kali la kulia lililomwangusha Paul kona ulingo, na hapo pambano likaisha. Na ulimuona kama unamtazama pambano hilo Jake Paul akisema wow, japokuwa alikuwa anajipa moyo kukuwa toa ulimi nje kama vile hakuna maumivu ambayo ameyasikia. Baada ya ushindi huo, Joshua alisema haikuwa performance bora zaidi, ilichukua muda kidogo kuliko nilivyotarajia, lakini mkono wa kulia ulipata na kuelekea. Jake amefanya vizuri, alisimama mara nyingi na kuendelea kupambana. Hiyo inahitaji ujasiri. Joshua pia alimtaka Tyson Fury kupanda ulingoni mwaka 2016, akisema yuko tayari kwa changamoto mpya baada ya mapumziko ya miezi 15. Kwa upande wake, Jake Paul alisema hajajuta. Anasema kuwa ilikuwa pambano lilikuwa kali. Nimefurahia. Anthony ni bondia mkubwa. Nilipewa kichapo, lakini ndivyo mchezo ulivyo. Nitarudi. Awali kulikuwa na taarifa kuwa pesa za pambano zilifikia 3 kiwani dola milioni 180. Hizo wanagawana wote nusu kwa nusu, lakini Jake Paul tarehe 17 alikanusha na kuandika kwenye X kuwa acheni kuniuliza, ni dola milioni 267. Sasa milioni 267 igawe mara 2, hicho ndo kiasi ambacho hawa wajamaa wamelipwa. Wanasema ni biggest payday katika maisha yao.
Hili ni pambano ambalo limepokelewa na mitazamo tofauti tofauti. Kwa mimi nilitegemea kwamba lingekuwa pambano linalochosha, lakini nimelifurahia sana. Na hii ni kwa sababu kwanza, AJ sijui kama amefanya makusudi, lakini alisema pale wakati ana uhojio kwamba alitaka apeleke kidogo. Pambano limefika raundi ya 6, ilikuwa ni jumla raundi 8. Raundi ya 6 kwa mashabiki wa ndondi wameenjoy sana, yani wanasema it was satisfying kuona kwamba pambano limeenda mpaka raundi hiyo, lakini tu kuona jinsi ambavyo AJ amemwadabisha Jake Paul, kwa sababu Jake Paul ni bondia ambaye wengi wamekuwa wakiwa surprise, amewaweza kuwashinda watu wengi pia ambao ni professionals kabisa, lakini uwezo wa yeye kupambana na AJ ambaye huyo ni professional boxer na ana experience na kwenda naye mpaka raundi ya 6 ni kitu ambacho wengi wanampongeza, na hata yeye pia AJ amesema kwamba huyu jamaa msimchukulie poa, ni mtu ambaye anatakiwa apokee pongezi zake, kwa sababu sio kitu rahisi ambacho amekifanya. Na kiukweli kama ni kichapo ukapewa, kwa sababu alivyokuwa anaanguka mara nyingi sio kwa knockout, lakini inaonyesha alikuwa amechoka. Kwa hiyo anavyoanguka anatafuta muda, ukununua muda kidogo ili aweze kuvuta pumzi, na ndio maana anasema amekiri kwamba alichoka, na ulikuwa unamuona kwamba alikuwa anapepesuka, ameishwa nguvu. Na kama pambano hili AJ angamua kumaliza kabisa, ulioma pambano ambayo mtu anaweza kapigwa hata kauawa pale, kwa sababu alikuwa vulnerable, alikuwa ameshakuwa dhaifu kutokana na uchovu huu. Lakini wengi sana wamemsifia Jake Paul kwamba jamaa ana balls, yani jamaa ni ujasiri kuweza kupigana na mtu hatari kama AJ, lakini wanachekelea tu kwa sasa kwenye akaunti zao. Pesa ambazo amezivuna ni nyingi sana, na Netflix ndio ambayo amelirusha hili pambano live kabisa, na ulikuwa unaona wakati wanatoka AJ alikuwa akisalimiana na mashabiki walikuwa pembeni. Ilikuwa ni moment ambayo watu wengi sana wamefurahia tukio hilo. Niambie mtazamo wako, umetazama pambano, umelionaje?